Waziri wa kigeni wa Marekani Marco Rubio ameelekea Mashariki ya Kati. Kazi kubwa iliyompeleka Mashariki ya Kati ni kazi ngumu zaidi inawezekana katika kipindi chake chote cha uongozi. Na ishara ya Marco Rubio kuelekea Mashariki ya Kati ni ishara ambayo inasoma katika nadharia ya kisiasa kuwa wanasiasa ni watu wa ajabu sana. Mwanasiasa ni kama mwanasheria, anaweza kuwakilisha kile ambacho hakiamini. Mwanasheria anaweza kukusimamia kwenye kesi ambayo anafahamu fika kabisa kuwa umefanya uhalifu, umeua au umefanya lolote, lakini katika kupitia hilo anajaribu kukutafutia njia yoyote ili kukunusuru na hilo, hali ya kuwa ukweli anaufahamu. Ndio hilo ambalo naweza nikakwambia kuwa makamu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekwenda Mashariki ya Kati kwa kazi kama hiyo. Anakwenda kuwajaribu kushawishi washirika wa Kiarabu kuhusu makubaliano na Iran. Anakwenda kushawishi nchi za Ghuba katika mwelekeo ambao yeye binafsi hakubaliani nao. Marco Rubio, mshirika wa vita ambaye alimsapoti kwa nguvu zote Donald Trump, akiwa amesapoti upande wa Wazayuni, akiwa upande wa Israel kwenye hili, alikuwa shabiki mkubwa wa vita. Lakini Marco Rubio alijaribu kupinga kwa namna zote kuwa tufikie makubaliano na Irani. Hapana, hakuwa katika upande huo. Kama ziara ya Marco Rubio ingekuwa ni ziara ya makamu wa rais JD Vance, kazi ingekuwa nyepesi tu, kwa sababu Vance alikuwa ni mpinzani mkubwa wa vita na hakutaka vita iendelee, na alitamani kuona vita isitokee, na sasa amekuwa muumini wa kulimaliza hili kwa nguvu zote. Amejaribu kujiondoa kwenye hili kwa sababu hakuwahi kupendezwa na hii vita. Amani iwe nawe. Peace be upon you. Ndugu zangu, rafiki zangu, kama vile wewe unasubiri haya mazungumzo au kama vile wewe unausubiri huu uchambuzi kwa hamu, basi na wengine wengi sana wanausubiri kwa hamu. Kwa hiyo tunarudi kwenye kile ambacho mara kadhaa tumekizungumza na wewe kuwa uwanja wetu wa kufanya matangazo uko wazi sana. Kwa wale ambao mliwahi kutujulisha hapo kabla kuwa mnataka kufanya matangazo na tukawaambia tunaandaa reti kwenye utaratibu mzuri, naomba kujulisha kuwa reti zetu zimekwisha kukamilika. Yaani nafasi yetu ya kufanya matangazo sasa imekamilika katika utaratibu. Kwa hiyo ni wewe kuwasiliana tuna sisi, tena katika marekebisho makubwa kabisa ya bei. Hivi sasa unaweza ukafanya matangazo hata ya siku moja, unaweza kufanya tangazo la wiki moja, unaweza kufanya tangazo la mwezi mmoja, lakini unaweza kuwa sponsor mkuu. Yote yanawezekana. Kupitia namba hizi unaweza kuwasiliana na sisi moja kwa moja na tukakupa utaratibu katika bei nzuri ambazo zimerekebishwa. Jinsi tunavyowafikia watu na wewe ndio utavyowafikia watu. Kwa hiyo hili ni jukumu lako au ni kazi kwako kuhakikisha kuwa unaweza kutimiza hili au unaweza kulipata hili. Tuendelee na mazungumzo ambayo nimeanza nayo. Nilipoanza mwanzo kukueleza kuhusu ziara ya Marco Rubio kule nchi za Ghuba, ziara ambayo kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israeli imekumbana na vikwazo vingi, hasa kwa mshirika mwingine ambaye kama UAE, ambaye kutokana na mkataba ambao Marekani ameingia na Irani, UAE alitakiwa aachie kiasi cha dola bilioni 3 ambazo zinapaswa ziende kwa Irani. Ukilinganisha na kiasi cha bilioni 12 dola ambazo zinatoka kwa upande wa Qatar, basi UAE anapaswa aachie kiasi cha 3 bilioni dola, jambo ambalo linazua wasiwasi na mashaka hasa kwa UAE katika taarifa ambazo zilikuwa zimeandikwa na vyombo vya habari vya Israel kuwa UAE inakataa kukubaliana na Marco Rubio. Kwa hiyo Marco Rubio, nilivyozungumza mwanzo, kuwa anabaki katika nadharia kama mwanasheria, kwa sababu Rubio alikuwa yeye yuko upande wa Israeli na yuko upande wa UAE kile walichokuwa wakikiona, lakini sasa Rubio anajaribu kuwashawishi UAE wakubaliane na maamuzi ya bosi wake kuhusu usitishaji wa vita. UAE wanadai kutaka walipwe fidia ya hasara kubwa ambayo wameipata. Hasara kubwa ambayo waliipata wanayodai kutoka katika mashambulizi yaliyofanywa na Iran kwenye ardhi yao, lakini kwenye viwanja vya ndege. Wanataka walipwe fidia kutokana na hasara walioipata baada ya kufungwa kamili kwa mlango wa Hormuz, kwa sababu UAE au Dubai walifunga kabisa kama bandari ya Jebel Ali kwa sababu hawakuwa na njia nyingine yoyote ya kupitishia nishati, ya kupitishia bidhaa, ya kupitishia chochote zaidi ya kupita kwenye mfereji wa Hormuz. Ndio njia pekee ambayo walikuwa nayo. Sasa Marco Rubio
anakwenda kuwashawishi UAE wakubaliane na uamuzi wa Donald Trump wa kufikia makubaliano na Irani na kumaliza mzozo kabisa, huku wao wakijaribu kutaka fidia. Hali inawezekana ikawa sio hali. Nilivyozungumza awali nikakwambia kuwa kama ingekuwa ametumwa makamu wa rais JD Vance, kazi ilikuwa ni nyepesi, lakini anatumwa Marco Rubio ambaye ndani ya Israeli na Marekani tayari kuna mpasuko wa wazi. Uungwaji mkono wa ndani wa Israeli na Wazayuni umekuwa wazi kwa Marco Rubio. Upinzani mkubwa wa wazi kabisa wa Marco Rubio na Vance umeonekana kwa wazi. Vance anapingwa zaidi hivi sasa na Wazayuni kwa sababu tu amekuwa akilazimisha wazo la Trump ambalo yeye kuanzia mwanzo wa mzozo hakuwa akikubaliana na Trump kwenda kwenye vita. Sasa anataka limalizike, lakini upinzani mkubwa unaoonekana tena zaidi kwa hivi sasa umeelekea katika upande wa Vance, katika kile ambacho kimeonekana kuwa Vance ameamua kulivuta swala la Lebanon upande wake. Ofisi ya waziri wa mambo ya nje Marco Rubio awali imekuwa ikishughulikia mzozo huu wa Lebanon, imekuwa ikishughulikia mzozo wa Israel na Lebanon kupitia wizara ya mambo ya nje, lakini hivi sasa kupitia mazungumzo yalikuwa yanaendelea kati ya Irani na Marekani, makamu wa rais Vance aliamua kulivuta kwa upande wake. Aliivuta hadithi kwa upande wake, kuileta na kulazimisha iwe katika upande wake, katika kile kilichopendekezwa na Irani kuwa swala la Lebanoni litakuwa katika mazungumzo ya msingi ya Marekani na Irani. Kwa hiyo kupitia hapo makamu wa rais alianzisha uadui mpya na upande wa pili, kwa sababu Israeli hawakutaka kabisa swala la Lebanoni lipelekwe upande huo, na Israeli walitaka swala la Lebanoni libaki kati ya Lebanoni Israeli, sio lipelekwe katika upande wa Irani, kwa sababu kulipeleka katika upande wa Irani kunaainisha tu, yani kunatoa taswira ya kuwa mfunge kamba Israeli, na Israeli hana maamuzi ya kwenda huko. Baraza la mawaziri la Israeli wiki jana au mwanzo wa wiki hii lilikuwa likijadili vita mpya kuelekea Gaza, na hiyo yote ni kwa sababu ya shinikizo kubwa ambalo wamelipata kutoka kwa Marekani, kwa sababu Marekani ameainisha shinikizo ambalo Marekani ameliainisha ni shinikizo la kupelekwa kwa Israeli kuwa lazima mcheze nje ya mstari wa njano kule Lebanoni. Maana yake kuwa Marekani anapeleka shinikizo kubwa zaidi kwa Israeli hivi sasa, Israeli kujiondoa kwenye vita ya Lebanoni. Ndani ya Israeli maswali ni mengi kuwa wataendelea kuitumikia Marekani katika maombi ya Irani mpaka lini, kwa sababu wanaamini maamuzi mengi yanayochukuliwa na Marekani hivi sasa kuelekea kwa Israeli ni maamuzi yanayotoka Teherani, ambayo yanasukumwa kwenda Washington, alafu Washington inayasukuma yale maamuzi kwenda kwa Tel Aviv. What goes around comes around. Ni tabia ambazo Israeli alizifanya. Israeli alipotaka kutimiza yake, alimtumia Marekani kuweka mashinikizo kwa nchi zingine. Alimtumia Marekani kuitia vikwazo mahakama ya ICC. Aliitumia Marekani kuipa vitisho vikubwa South Africa. Aliitumia Marekani kuhakikisha kuwadhibiti wote wapinzani wanaoelekea upande wake. Aliitumia Marekani. Sasa turufu ile ile ambayo ya Marekani imegeuka upande wa pili, inatumika dhidi ya Israeli katika njia zile zile ambazo Israeli alitumia dhidi ya wengine. Ndio ninapokuambia what goes around comes around. Kile ambacho umekipika leo hakitoacha kukurudia, yani kile unachokifanya kitazunguka, kitakurudia wewe. Kwa hiyo Israeli anavuna kile ambacho amekuwa akikifanya. Kupitia shinikizo la Marekani, Israeli aliandaa vifungu vilivyokwenda kuikamata moja kwa moja Hamas. Katika makubaliano ya vifungu 21 alikwenda kuikamata moja kwa moja Hamas katika vifungu 21. Leo hii Tehran wameandaa vifungu 14 wakavipeleka kwa Marekani. Kupitia vifungu 14 vya Marekani, vifungu hivyo hivyo vimekwenda kuikamata Israeli katika mtego ule ule ambao staili ile ile. Kwa hiyo naweza nikasema kuwa Israeli ilitoa somo kubwa kwa Irani kumtumia Marekani. Kwa hiyo fursa ya Donald Trump bado inabaki kuwa ni fursa kubwa na adhimu, japokuwa baadhi ya vyombo vya habari vya Israeli bado vinaandika kuwa uwezekano wa kusambaratika kwa makubaliano ni mkubwa zaidi, na wao wanajiandaa kutokana na hilo, kwa sababu wao wanazidi kupeleka shinikizo kubwa ili kuhakikisha kuwa wanaweza wakarejea kwenye machafuko ya moja kwa moja, ikiwa Marekani, ikiwa Irani, ikiwa vyovyote waweze kurejea kwenye machafuko ya moja kwa moja. Lakini hili linategemea na muda na wakati, kama vile huwa ninawaambia kuwa kuna wakati wa kucheza na kuna wakati wa kufanya.
lakini mara nyingi kuwa inawezekana muda hauwezi kukupa, yani nafasi anasema bahati haiwezi kukupa nafasi nyingi zaidi ili kutimiza yale unayoyatimiza, isipokuwa inaweza ikaja mara moja au inaweza kuja baada ya pale. Yote inawezekana, lakini haiwezi ikakupa nafasi nyingi kadri ambavyo unavyohisi. Kwa hiyo Marco Rubio yuko Gulfu kwenda kuwashawishi washirika wa Gulfu kuwa waelewe kuwa uamuzi wa Marekani hivi sasa kuelekea Irani umebadilika, na waweze kubadili mwelekeo wao na wao dhidi ya Irani, kwa sababu Marekani hadi vikwazo vya mafuta kwa Irani ameondoa. Maana yake kuwa washirika wa Gulfu wanafundishwa jambo moja tu, kuwa Irani ni mshirika, tunaweza tukashirikiana naye. Swali linabaki tu kuwa tunaweza kushirikiana naye mpaka wapi, mpaka lini, kwa wakati gani? Maana yake kuwa Irani anarudi kwenye uchumi wa dunia. Haya si katika yaliyotarajiwa, haya si katika mambo waliyapenda, lakini muda hauko upande wao, wala hauwalazimishi yani kukubaliana kukataa, lakini pia unawalazimisha vyovyote itavyokuwa. Ndio imekuwa hii, ndio hali halisi ya sasa. Kwa hiyo ziara ya Marco Rubio inakutana na vikwazo kwa washirika watiifu wa upande wa pili. Qatar, Pakistan, Saudi Arabia na Uturuki, hawa ni washirika wa nguvu wa Kisuni wanatajwa, lakini kuna washirika wa Kisuni wenye misimamo ya wastani, Bahrain, UAE na Kuwait, ambao kiasi fulani wametajwa kuwa kuhusika, pamoja na Jordan. Hawa ni washirika wengine ambao wenye msimamo wa wastani. Jamani, nimetaka kuzungumza nawe kidogo tu, niko brief hiki kitu. Asante sana na ninashukuru sana, kila la kheri. Shukran sana.